Katika eneo la tukio tumeshuhudia magari mengine na bajaji yakishindwa kutumia barabara hii na kulazimika kutafuta njia mbadala, huku pikipiki zikipita pembezoni mwa barabara baada ya vyombo vilivyopata ajali kuharibika katikati ya barabara. Na hapa mashuhuda wanaeleza ilivyokuwa, wakitoa maoni yao kwa serikali. Kulikuwa kuna bodaboda kama wawili walikuwa wako Mkuku, mwingine walikuwa wanaenda hivi, umeona, sababu hizi gari hizi ambazo ilikuwa inatokea huku nyuma ilikuwa inataka ku overtake hizi za mbele, overtake. Sasa kati nataka ku overtake, wale bodaboda nao walikuwa wamekuja Mkuku, sawa, magari wakawa wameyumba, yaani kama vile wakawa wamehamaki, ndio wakawa wamekutana, wamekolide. Sasa hizi changamoto zilizojitokeza hapa, chanzo kikubwa ni ufinyu wa barabara kwenye hili eneo. Watu wa TARURA wajaribu kulipitia hili ili walau kuisaidia serikali. Majeruhi wa ajali hii wamewaishwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, na hapa kaimu mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Daktari Nathan Joseph anatanabaisha hali zao. Na majeruhi hao walikuwa ni watatu, ambapo kati yao wanaume ni mmoja na wanawake ni wawili. Wote tumefanikiwa kuwapa matibabu na hali zao zimeimarika. Bado hapo kwenye uangalizi wa madaktari katika kitengo hicho cha wagonjwa wa dharura. Kwa upande wa jeshi la polisi, kaimu kamanda wa jeshi hilo mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Constantine Mbogambi, anaelezea walichobaini na hatua za kisheria wanazoendelea nazo. Chanzo cha ajali, dereva wa gari namba SM 15048 kuendesha gari lile kwa uzembe, na pia dereva wa gari hilo anashikiliwa na jeshi la polisi kwa hatua za kisheria. Jeshi la polisi katika mkoa wa Tabora linapenda kutoa wito kwa madereva wa vyombo vya moto kuendesha kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani, na hatua za kisheria zitaendelea kuchukuliwa kwa madereva wote wanaokiuka sheria za usalama barabarani. Kutoka hapa katika eneo hili la tukio la ajali hapa manispaa ya Tabora mkoani Tabora, Apollo Benjamin, ITV.